Kama wewe maisha yako yalianza na maumivu, kama maisha yako yalianza na kukataliwa, kama maisha yako yalianza na maswali mengi, then inawezekana kuwa wewe ni umechaguliwa. Si kwamba Mungu amekukataa, hapana. Hiyo ni ishara kubwa ya kwamba umechaguliwa. Jambo la kwanza unafaa kufahamu, mtoto wa Mungu, ni kwamba shetani hashambulii mahali pasipo na hatima. Yeye hushambulia sehemu ama watu wale ambao wako na hatima, watu wale ambao waliitwa, watu ambao wamechaguliwa. Maana tunaishi kwa dunia ambayo imejaa matatizo na misukosuko. Sasa sometimes heavens, Mungu, God the Father, the Son and the Holy Spirit, wanajibu maombi yetu kwa kutuma suluhisho hapa duniani. Na suluhisho hilo mara mingi sana linakuja kupitia uzao, watoto ambao tunaowazaa. Wametumwa kutoka mbinguni, wametumwa na Mungu kuja kuwa manabii, kuja kuwa walimu, kuja kutufunza hekima na njia ya kuweza kusaidika na njia ya kumrejelea Mungu. Maana tunaona katika Biblia kuna mifano mingi ambayo Mungu alitumia kukomboa wana wa Israeli. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanapitia mateso mingi wakiwa Misri, Mungu aliwajibu kwa kuwatumia Musa ambaye Biblia inamtambua kama the deliverer. Wakati wana wa Israeli walikuwa wamepigwa kila kona, wamezunguka na Wafilisti na wanataka kuangamiza, Mungu aliwatumia majudges. Mungu alitumia wakina Samson. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu wengi mara nyingi walikuja kama watoto. Sasa niko hapa kukuambia leo, kama wewe ni mtu umeexperience kukataliwa mapema, umeexperience abandonment, umeexperience maumivu, umeexperience mateso mengine yasiyoeleweka, then huenda ikawa maisha yako ni maisha ya mtu yule aliyechaguliwa na aliyetumwa. Sasa swali ni, je, unafahamu kwamba maisha yako hayakuwa coincidence? Je, unajua ya kwamba maisha yako Mungu alitarajia uwe mahali hapa siku kama ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine unafaa kufahamu ni kwamba mazingira yako hayafai kudetermine your destiny. Mara mingi sana unakuta wale watu ambao waliochaguliwa na Mungu wanazaliwa katika mazingira ambayo hayatarajiwi kitu kizuri kinaweza toka huko. Tazama mfano wa Yesu Kristo. Watu walijiuliza, je, kuna kitu kizuri kinaweza toka sehemu hiyo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu huchagua mazingira ambayo yule mtu aliyemchagua atazaliwa. Maana mazingira hayo ndiyo yanayotumika kufanya nini? Kukuunda wewe, kuform your character. Maana bila maumivu, kuna msemo wanasema kwa gymnastics, wanasema no pain no gain. Pressure ya maisha ndio inafanya unajijua, ndio inafanya una tune in to the spirit. Unasikiza, je, Mungu ni nini naendelea hapa? Mbona kila mtu amejitenga na mimi? Mbona niko peke yangu? Mbona wazazi wananifanyia? Mbona mazingira yako? Mbona mateso yako hivi? Mungu wakati huo ndipo Mungu mwenyewe anakuwa ako behind every circumstances ambayo inakufanyikia. Tazama mfano mzuri, mtu kama Yusufu. Yusufu kabla hajawa prime minister, kabla hajawa mkubwa pale Misri, alipitia nini? Kwanza ndugu zake walimuuza, ndugu zake walimtesa, alikuwa slave. Kumbe Mungu alikuwa behind it. Mungu alikuwa na mpango wa kufikisha Yusufu kuwa mkubwa ili aje kusaidia kizazi chake na watu wengine kupitia
kiangazi ambacho kingekuja duniani. Angalia maisha ya Musa. Musa kuzaliwa kwake akiwa mdogo, alizaliwa wakati ambapo Farao ameamurisha watoto wauawe wote. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kati ya watoto ambao wanauawa, Musa amezaliwa. So it was an answered prayer. So your life today is an answered prayer. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wewe kujua kabisa ni nini ambacho umetumwa hapa duniani kufanya. What is your calling? What is your purpose? Na hiyo inaweza kukusaidia sana kualign maisha yako na Mungu, hata kutoa watu wengine katika maisha yako. Maana kuna watu nawabeba na ni mizigo katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Angalia maisha ya Yesu Kristo. Amezaliwa hivi na tayari amri imetokea kwamba watoto wauawe. So hii ina maana nini? Ina maana ya kwamba adui alishakufahamu wewe ni nani kabla wewe mwenyewe hujajifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Before you become conscious of who you are, the enemy already knows your destiny. Hata kama hana full picture of the person that you're meant to be, but ameona star, ameona nuru. Maana giza inajua nuru. That's why unakuta mazingira, vita vyako vilianza mapema hata kabla hujachagua kupigana. The enemy alikuwa amedeclare war. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naye Mungu anatumia kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa kukuangamiza. Mungu anakitumia kukufashion, kukuform, kukuunda na kukumake ukuwe tuned in to his voice. Kabla Mungu hajafikisha wana wa Israeli nchi ya Canaan, the promised land, stage ya kwanza ilikuwa ni jangwani, in the wilderness. Wilderness ni sehemu ambayo Mungu amestrip off kila kitu ambacho macho yanaweza ona, anything that unaweza identify yourself kupitia kuona, kupitia kusikia, society. Watu wanakuambia unafaa Mungu amestrip off kila kitu. The only thing imebaki ni sauti tu. Na sauti hiyo ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kabla hujafikia your destiny, kama wana Israeli, kabla hawakuingia Canaan, kwanza walifunzwa kumsikiza Mungu. Sasa mazingira ambayo uko leo inaweza kuwa ni mazingira ya mateso sana. Unapitia hali ambayo wewe mwenyewe uelewi ni nini kinachoendelea. Mazingira hayo huenda yakawa ni your wilderness. Na uko hapo si by coincidence, si kwa makosa. Si kwamba Mungu amejitenga nawe, hapana. Uko hapo kwa sababu uko in the kitchen. Mungu anakuunda. Wanasema, kuna msemo unasema kwamba it is in the darkness, it is God's garage. Hapo ndio Mungu anakuunda. Hapo ndipo unamjua. By the time unatoka nje, hata uambiwe Mungu ako huku sauti, you know how to differentiate between the voice of God and the voice of man. Hausikizi tena sauti za wanadamu, because unajua mwanadamu anaweza kukupoteza. Na wakati mwanadamu anaongea na anakuambia anaongea kutoka kwa Mungu, you have the ability to discern. Hii maneno haya ninayosikia naambatana na neno la Mungu, naambatana na kile kitu ambacho Mungu aliniambia, ama ni mwanadamu anajaribu kuwa manipulative, kucheza politics na akili yangu kuweza kunishawishi nikaweza kufanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la kwanza unafaa kufahamu ni kwamba katika maisha ni hii: Shetani hushambulia hatima, siyo tabia. Ulizaliwa ukiwa mdogo, umepitia mateso ambayo hakuna makosa ulifanya. Unasumbuka, uelewi ni kosa gani uliyofanya. Maana adui hakushambulii kwa sababu ya makosa uliyofanya, hakushambulii kwa sababu ya tabia yako. Anashambulia your future, your destiny. Adui hashambulii ulipo sasa, anashambulia unakoelekea. He is more afraid ya kile kitu ambacho ulitumwa kufanya. Tunaona katika Biblia Mungu alimwambia ni Yeremia. Alimwambia kwamba I knew you before you were formed. Tuangalie maandiko. Biblia inasema ya kwamba Mungu anamwambia Yeremia kwamba anamwambia hivi.
Tazama maandiko. Mungu anamwambia Yeremia, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to be to the nations. So Yeremia kabla hajaja duniani kama nabii, already alikuwepo ndani yake Mungu, na Mungu alimjua. So Mungu anamkumbusha Yeremia that kuzaliwa kwako haikuwa kimakosa. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wako walitambua haya kuna mtoto anakuja, lakini Mungu already alikuwa ashajua ulikuwepo before we exist. So nilikutuma. So usikufe moyo, maana wakati huu kumbuka Israeli kulikuwa na manabii wengi wa uongo. Mungu amemtuma Yeremia anawaambia wana wa Israeli, kubalini kwenda mateka. It is too late. Mmeua manabii, mmetumiwa kina Isaya, mmefanya venye mmetaka, mmetumiwa huyo hamkuwasikiza. Sasa Mungu mwenyewe ameinua wa Babiloni wawachukue mateka. So kubalini. Stop fighting it. Alafu kuna manabii wengine nao wametokea wanasema hapana, Mungu atawapatia nguvu, you crush these people. Sasa kuna manabii wanaongea sauti za kufurahisha watu, na Yeremia ametumwa kuongea kinyume na kile ambacho people pleasers wanasema, motivational speakers wanaambia the Israelites. Yeremia anawaambia surrender, wengine wanakataa. Sasa Mungu anakonfirmia Yeremia that mwito wako si wa kubahatisha. Mimi mwenyewe ndo nimekuita, umetoka hapa na nimekutuma hapo. So stick to the plan. Stick to the plan. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Daudi anatuambia nini katika kitabu cha Psalms? Daudi anasema ya kwamba your eyes saw my unformed body. Your eyes saw my unformed body. So kabla Daudi hajaumbika, Mungu already alimtambua. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona pia Paulo anatuambia nini ya kwamba Paulo anasema ya kwamba that mwito wake, but even before I was born, God chose me by his grace and called me to reveal his son to me. Bwana Yesu asifiwe. Paulo pia anatuonyesha ya kwamba mwito wake yeye kama mtume haikuwa bahati mbaya. Angalia Paulo venye alianza maisha yake. Paulo alianza akilitesa kanisa la Mungu. Paulo aliwitness kifo cha Stefano. Lakini Paulo anakuja hapa akituonyesha ya kwamba hayo yote hayafai kudetermine his destiny. His destiny ilikuwa akuwe mtume. Yaani Mungu alikuwa na mpango na Paulo, hata kama mwanzo wake haukuambatana na vile Paulo hako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niko hapa leo kukwambia, it doesn't matter maisha yako yanakaa aje siku ya leo. Usikufe moyo. Mungu bado ako na mpango mwema na mpango mzuri na wewe. Maisha yako si ya kibahati. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili unafaa kufahamu ni kwamba Mungu hufundisha kile atakachotumia. Na mafunzo haya sana sana yanapatikana pale wilderness. Hapo ndipo Mungu hukufundisha. Jambo la 4, majaribu ya mapema ni kinga ya baadaye. Saa zingine Mungu kupitishia majaribu ili aweze kukukinga na hadhari za kiburi, kujivuna na kumsahau yeye. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5 ni hili, kama ungeanza kwa urahisi ungepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka jambo hili ya kwamba umaarufu wa mapema unaleta majivuno. Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa na mapesa mapema ungeharibika. Na ungepata kila kitu unachotaka mapema, ungemsahau Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So usilalamike mtoto wa Mungu kwa ajili ya mwanzo wako ulio mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombea leo upate macho ya kuweza kupata ufahamu ya mambo yanayofanyika katika maisha yako, na ukaweze kuelewa kwamba your life is not an accident, that uko hapa leo duniani as a solution to something. Naomba Mungu sana akusaidie kufungua macho ukaweze kuelewa ni nini alichokutuma kuja kufanya hapa. Na siku utajitambua wewe ni nani, then usisahau masharti, instructions ambazo Mungu alimpatia Adam in the Garden of Eden. That is to cultivate and to protect. Jambo la muhimu sana, it is protect. Ku protect from voices around you.
Maana kuna watu watakuja kukuambia hapana, hivi ndio unafaa kwenda. Sikiza sana sauti ya Mungu. Ni nini ambacho Mungu alikufunulia, alikuelezea kukuhusu? Sikiza sauti ya Mungu. Jiepushe sana na sauti za wanadamu. Kuna mfano wa Biblia unatuambia kwamba kuna nabii aliyetumwa na Mungu kwenda kutoa unabii. On his way akapatana na nabii mzee, nabii mwenye amekomaa, mkongwe. Na nabii huyo akamshawishi kijana huyo, akaenda akafanya kinyume, hakuenda kufanya kenye Mungu alimtuma kufanya, na haikuwa vizuri kwake. Sasa mtoto wa Mungu, it doesn't matter ni mtumishi wa Mungu nani uko chini yake. Ndiyo, kusubmit yourself and a servant of God mzuri. Na ni pia ni vyema sana unapojifunza kumjua Mungu kibinafsi na kutii sauti ya Mungu. Ni vyema kutii sauti ya Mungu, maana iko na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo kama uko pale na ujumbe huu umeambatana na safari yako, then andika amen kwenye comment section. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe ni among the people ambao wamechaguliwa na Mungu, then subscribe to our channel. God bless you. Na kama uko pale na hujampokea Bwana Yesu kama Mwokozi na mkombozi wa maisha yako, ningependa kukuombea. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamee siku ya leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Amen and amen. God bless you and see you next time, and shalom.